Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Katavi limeonelea ni bora likutane nanyi waandishi wa habari kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali yanayoendelea katika nchi yetu kama sehemu ya jamii ya Watanzania. Na tumekuiteni hapa kwa ajili ya kutoa taarifa na nitaisoma taarifa hii kama ifuatavyo. Bismillahirrahmanirrahim. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Katavi. Taarifa kwa umma kuhusu kuunga mkono tamko la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi zote za Kiislamu nchini juu ya yale yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pamoja na amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa juu yenu na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba zake na ahli zake kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, leo hii tarehe 17 mwezi wa 11 2025 tumekuiteni hapa kufuatia tamko la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi zote za Kiislamu nchini lililotolewa siku ya Alhamisi ya tarehe 13 ya mwezi wa 11 2025 juu ya yale yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu na kuwapata madiwani, wabunge, wawakilishi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, sisi Waislamu wa mkoa wa Katavi kupitia taasisi zote za Kiislamu tunaunga mkono tamko hilo mstari kwa mstari na nukta kwa nukta, sambamba na kumpongeza Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana kwa namna anavyojali maslahi mapana ya Waislamu nchini na jamii nzima kwa kuwa mstari wa mbele katika kuhimiza umoja, mshikamano, upendo na amani kwa wananchi wote bila ubaguzi. 2, tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa na wananchi kuiongoza nchi yetu kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 na kusimama imara kama amiri jeshi mkuu kuhakikisha anadhibiti vitisho vya kuvuruga amani ambayo ndiyo tunu kubwa ya taifa letu. Na 3, tunampongeza Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa mkoa wa Katavi kwa kusimama imara kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi, yeye pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Katavi, na hatimaye uchaguzi kufanyika kwa amani na utulivu mkubwa wakati na hata baada ya kufanyika uchaguzi na kutangazwa matokeo. Baada ya kuunga mkono tamko la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kupitia Baraza la Ulama na pongezi kwa waliotajwa, nasi tunaungana na wale wote waliotoa mkono wa pole kwa waliofariki, waliojeruhiwa na waliopoteza au kuharibiwa mali zao kutokana na vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Pamoja na hayo, sisi tumeona ni vema tukatoa mchango wetu wa mawazo kwa mustakabali wa kuendelea kujenga nchi yetu katika hali ya umoja, mshikamano na amani, huku tukiamini kuwa hatuna nchi nyingine ya kwenda kuishi kwa amani kama nchi yetu ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, kwanza hakuna asiyefahamu kwamba kila mafunzo ya kila dini yana mitazamo tofauti tofauti.
sisi kama Watanzania tumeendelea kuvumiliana pamoja na tofauti zetu za kidini na bila kubaguana. Cha kushangaza ni kuwa hivi karibuni kumeibuka mtazamo wa baadhi ya viongozi wenzetu wa dini kuanzisha msamiati wa neno haki unaosukumwa na utashi wa kisiasa na kuleta tafsiri potofu ya uhusiano kati ya amani na haki, na kulazimisha mtazamo huo ndio uwe mtazamo wa watu wote, wakidai kuwa amani haiwezi kuwepo bila haki, huku wakiwa na dhamira fiche ya upotoshaji na uchochezi. Tunarejea tena kusema kuwa madai ya kuwa amani haiwezi kupatikana bila haki ni ya upotoshaji na uchochezi wa dhahiri, kwani amani ndiyo sharti la haki na haki ndiyo ngao ya amani. Haki na batil havitangamani. Yameelezwa hayo katika Qur'ani sura ya 17 aya 81, wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Lakini utekelezaji wa haki lazima uanze na amani, kwani hakuna haki yoyote inayoweza kutekelezwa pasina kuwepo amani. Hebu tuchukue mifano michache tu ya haki za binadamu kama zilivyoainishwa katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Haki ya kuheshimiwa mtu, familia na nafsi yake, yani haku taarudh, iliyotajwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 12 ibara ndogo ya pili na ibara ya 16 ibara ndogo ya kwanza, imetaja haki ya mtu kuheshimiwa na mtu kumheshimu mwenzake. Lakini haki iliyotajwa katika ibara ya kwanza ya mtu, ibara ya 12 kifungu cha kwanza, ya mtu kuwa huru na kuishi kama mtu huru, yani hakul hurriya, na pia ibara ya 14 ambayo inahusu kila mtu kuwa na haki ya kuishi, yani hakul haya, na ibara ya 17 kifungu kidogo cha kwanza ya haki ya mtu kwenda kokote na kuishi popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani hakul ma'wa, na haki ya uhuru wa mawazo, kupewa taarifa na kutoingiliwa kwenye mawasiliano, yani hakul ra'yi wa ibda'ur ra'yi, iliyotajwa katika ibara ya 18 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote hayo tunaweza tukajiuliza swali moja tu na tusiongeze swali jingine: hivi ni haki gani hapa unayoweza kuitekeleza bila kuwa na amani? Maana yake ni kuwa hakuna haki yoyote ambayo inaweza kutekelezwa hapa pasina ya kuwa na amani. Kwa mfano, unapataje nafasi ya kutoa mawazo yako au maoni yako mbele ya qaddamun nas au mbele ya umma kama mahala hapo hakuna amani? Unapataje haki ya kuishi kama mahala hapo unapotarajia wewe kuishi hakuna amani? Unapataje haki ya wewe kuhama kutoka mahala kwenda mahala au kuhamia sehemu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama haki yako ya msingi, wakati huo hakuna amani? Na mfano tumeuona juzi baada ya vurugu kutokea. Kuna watu walifanya safari kutoka hapa kuelekea miji hiyo iliyotokea vurugu kama Dar es Salaam, kama Mwanza, Kilimanjaro na kwingineko. Walishindwa kurejea kule walikotoka kwa sababu amani hakuna. Kwa mantiki hiyo basi, hakuna haki yoyote inayoweza kutekelezwa bila kuwa na amani. Hapa tunaweza kuthubutu kusema kinagaubaga kuwa hakuna haki bila wajibu. Haki hupatikana kwa mtu aliyetekeleza wajibu wake ipasavyo.
Jamii yoyote inapodai haki yoyote, ikumbuke pia kuna upande mwingine wa shilingi ambao ni wajibu. Na kutanguliza wajibu kabla ya haki ni kuhakikisha kwamba uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma hayaathiriwi na matumizi mabaya ya uhuru na haki za watu binafsi. Ukitaka unaweza ukaenda kurejea katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 30 kifungu cha 2A. Wanachuoni wa sheria za Kiislamu wanasema maslahi ya wengi hutangulizwa kwanza kuliko maslahi ya mtu mmoja. Almaslahul amma muqaddamatun min maslahatul khassa. Aidha, hapa ifahamike kuwa wajibu mkuu kwa jamii ni utii. Utii wa sheria zilizowekwa kwa mujibu wa katiba na utii wa wananchi kwa viongozi wao katika ngazi zote. Sisi Waislamu tunakumbushwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu swala hili la utii katika sura ya 4 aya ya 59, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na muatii wenye mamlaka juu yenu. Kwetu sisi Waislamu swala la utii ni swala la lazima, ni swala la wajibu. Kwa mantiki hii, akili iliyosalimika inakubali kuwa kinachotangulia ni amani, kisha wajibu, ndipo haki inafuatia. Kwa maneno mafupi tunaweza kusema swala la haki ni swala la tatu. Baada ya amani, kinachofuatia ni wajibu. Alafu baada ya wajibu ndiyo inafuatia haki. Kwa sababu hakuna haki yoyote inayoweza kutekelezwa bila mtu kutimiza wajibu wake. Tambihi yetu kwa hao waliowaita wajinga, wale waliohamasisha amani kipindi cha uchaguzi na hata kabla ya uchaguzi, ni katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyotolewa katika sura ya 8 aya 25, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, na iogopeni fitna ambayo haitawapata wale waliodhulumu peke yao kati yao. Kwa jambo likitokea, wale waliodhulumu wote wanaingia katika mkumbo. Mtego wa tarehe 29 Oktoba uliwakamata wale waliokuwemo na wale wasiokuwemo. Kwa hiyo kikubwa ni sisi kushikamana na kuwa kitu kimoja, kukemea aina yoyote ya uvunjifu wa amani katika nchi yetu na sio vinginevyo. Na wafahamu kuwa kule kuwa mstari wa mbele na kuvuja jasho jingi hao waliowaita wao wajinga katika kuhamasisha amani na utulivu, ndiko kulikopelekea damu kidogo kumwagika kwa hao waliowaita wapendwa wao. Manake bila kuhamasisha amani, damu iliyomwagika ya hao wanaowaita wapendwa wao isingekuwa kwa kiasi hicho, ingekuwa kwa kiasi kikubwa. Na hapa ninanukuu maneno ya wale wahamasishaji wenzetu wa amani pale waliposema, better sweating in the period of peace to save a lot of blood in a war time. Maana yake isiyokuwa rasmi ni kwamba ni bora kuvuja jasho jingi wakati wa amani ili kuokoa damu nyingi wakati wa vita au machafuko. Lakini pia tunawakumbusha, tunapoendelea kuwaombea waliofariki na waliojeruhiwa katika vurugu za tarehe 29 Oktoba, tukumbuke pia kuwaombea wale waliopoteza mali zao tena bila ya hatia yoyote, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape subira katika kipindi hiki kigumu, kwani miongoni mwao wapo waliofitinishwa na mabenki, waliochukua mikopo, wako waliofitinishwa na familia zao, wapo waliofitinishwa na majirani zao,
lakini wapo waliofitinishwa na serikali yao. Na fitna ni jambo baya zaidi kuliko kuua. Kaisome sura ya 2 aya ya 191. Na fitna ni jambo kubwa zaidi kuliko kuua. Kaisome sura ya 2 aya ya 217. Fitna zote hizi zilizosababishwa na kundi la wahalifu lililofanya uhalifu na kupelekea uharibifu mkubwa wa mali za watu na miundombinu mbalimbali zinastahili kulaaniwa vikali na kukemewa visijirudie tena katika taifa letu lililodumu katika amani yake tokea tupate uhuru kutoka kwa wakoloni wa kizungu mwaka 1961. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda kuufahamisha umma kuwa sisi Waislamu wa mkoa wa Katavi tutakuwa wa mwisho kuvuruga amani ya nchi yetu, na labda ziwe roho zetu zimekwishatangulia mbele ya haki. Hatutakubali amani ivurugike huku tukishuhudia kwa macho yetu. Kwa mantiki hiyo, tutasimama imara na kuungana mkono kwa mkono na bega kwa bega na wale wote wanaohamasisha amani na utulivu viendelee kutamalaki katika nchi yetu na katika mkoa wetu. Na katu hatuwezi kukubali aina yoyote ya uhamasishaji wa vurugu utokee katika nchi yetu wala utokee katika mkoa wetu. Hitimisho, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aidumishe amani yetu na ajalie wale wote walio na nia mbaya na taifa letu kurudi nyuma ya visigino vyao na kushindwa kwa dhamiri zao. Amin. Baada ya kusomwa tamko hili, tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipe nguvu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya amiri jeshi wake mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wote wa serikali na pia viongozi wa dini wenye nia njema na nchi yetu. Nao pia tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awaimarishe na awape sadadi ya kutekeleza majukumu yao. Tamko hili limetolewa leo tarehe 17 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 na kusomwa hapa ofisi ya BAKWATA mkoa, nami Sheikh Mashaka Nasoro Kakulukulu, Sheikh wa mkoa wa Katavi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.